asifiwe. Kwa majina ni Evangelist David, natokea katika kanisa la Living Pastor Mega Ministries. Na mimi napenda sana kufundisha. Na kwa mambo yangu mimi napenda sana kufundisha mambo ya kiroho, kwa sababu mambo ya kiroho ndio sisi wenyewe. Mambo ya kiroho ndio sisi wa Kristo. Kwa sababu kwenyewe wanakuwa wanatuelezea ulimwengu wa giza ni kiroho, hawatuelezea kimwili. Kwa sababu wanajua wakipia kimwili wanaweza hukumiwa na government, ama wanaweza wakahukumiwa na wapolisi ya vile, na watu wengine pia wanaweza wakahukumu. Na ndio maana kila kitu chote koze na kuwaka ni kuanzia ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu wa roho ndio kuna kuwaka terehe yenyewe wanakuwa wanatupondea amo wale wenyewe hawajaelewa hii mambo, kushimama ukweli kwa mshimamo. Siko mkamilifu sana kwa kufundisha hii mambo, ama sio mimi najua sana, hapana, lakini tuko tunafundishana kwa kuelewa na kwa sababu saa zingine kuna mambo mbili yenyewe ninajua, nikiipunguzia mwenzangu naye atakuwa anachukua kitu kwa kufunguliwa naye kitu na kwa kujua kitu fulani. Unaweza ukakuwa Mkristo wa jina, lakini hauko Mkristo si jinsi kwenye Ukristo inapresent kukuwa Mkristo. Na ukikuwa Mkristo inamaanisha nini? Ama kukuwa Mkristo unatakiwa ufanye nini? Kukuwa Mkristo inatakiwa kwanza uwe na msimamo. Kwa sababu pindi tunapokuwa tunampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, hatukwake tu tunasema juu watu watuone, ama hatukwake tu tunaingia ndani juu watu watuone. Hapana, inakuwaka ni kuamini. Mwe unaamini ya kwamba natakiwa kuamini huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu inamaanisha nini? Yaani inamaanisha kuzaliwa upya. Ndio nasema kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya iko kutoka mambo fulani kuingia mambo mengine fulani. Yaani kama ulikuwa mchafu ni muda uwe msafi. Kwa sababu hauwezi kuniambia kwamba unazaliwa upya mimi ungali wewe ule. Yaani ile mambo yako hiyo ulikuwa unayatenda ungali tu unayatenda. Ungali unapenda mambo ya mwili, kwa sababu yenyewe anakuwa yanatufadhaisha, ama yenyewe anakuwa yanatuweka chini, yenyewe anakuwa yanaturudisha nyuma, ni mambo ya mwili. Na mambo ya kiroho, tuna side mbili ya kiroho, usikose pia kujua ile. Tuna side mbili ya kiroho, lakini pindi tunapopokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako yatajulikana ya kwamba umepokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu shetani hawezi akapendezwa na vitu vizuri. Shetani yeye anapendezwa tu na vitu vibaya, kwa sababu yeye ni mbaya. Na pindi unapopokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yani unakuwa unaacha vile vitu vibaya na unaenda kwa vitu vizuri. Na wewe haiko tena wewe ndio mwenye unapaswa kuwa unaongoza hii mwili yako, ama haiko wewe kwa uzito wako ndio unapaswa kuwa unajipeleka. Kwa sababu ukijipeleka wewe mwenyewe kwa akili yako na kwa uzito wako, utakajikuta ya kwamba uko unafanya vitu kwa mapenzi yako. Na ukifanya vitu kwa mapenzi yako, ujue kama nguvu yako iko chini wewe kufanya vitu kwa mapenzi yako na kuweza kuvielesia. Kwa sababu pindi tunafanya vitu kwa mapenzi yetu, ndio shetani anakuwa anapata nafasi ya kuweza kutuongoza. Kwa sababu shetani anapendaka upenyo tu ya kidogo, ureve tu kidogo, na anaanza kuongoza yeye. Na kuna watu wanaishi ndani ya hii dunia na kudhani ya kwamba wanaongozwa na nguvu ya Mungu, lakini hawaongozwi na nguvu ya Mungu, wanaongozwa na nguvu ya shetani. Kwa sababu shetani anakujaka na kukuamvute kwa ile kitu kizuri, ama kile kitu kenyewe wewe unakuwa na dunia ya kwamba nikipata hiki ama nikikuwa na hiki, maana Mungu ananipenda sana. Kwa sababu kuna wengi ambao wanapenda miujiza, wanapenda kufanya miujiza, wahamishe kitu kutoka hapa hivi, waseme kitu kutoka hapa na wende hapa hivi, pale wanaona ya kwamba wanamaliza. Hapana. Kuzaliwa upya kindani, kuzaliwa upya sio tu kufanya miujiza. Ndio Yesu alisema ya kwamba tutafanya miujiza kumzidi. Lakini ukiangalia bien, hata watu wa prophet wa uongo wanafanya miujiza pia sana kuzidi hata ya Yesu. Wanafanya miujiza. Lakini sasa kwa kuzaliwa upya kindani inamaanisha nini? Kuzaliwa upya kindani ni kufuata mfano wa Yesu. Yaani sio wewe tena ndio unaanza jiongoza, ni Yesu ndio anaanza sasa kukuongoza. Yaani wewe hautakuwa tena ule wa kukuwa na hiyo ya kwamba chakula haipatikane leo.
haiko kwa sababu Mungu anipendi, Mungu yuko mbali na mimi. Hapana. Kwa sababu na Biblia inaniambia kwamba mtu aishi kwa chakula bali kwa neno litokayo mbinguni. Na katika neno huwa tunamkuta Yesu, ama tunakuwa tunapata ile kichwa ya kuzaliwa upya kupitia neno, kwa sababu kila kitu kenye tunaishi na kila kitu kenye Mungu alitupromise iko ndani ya hii Biblia. Hata kama wengine wanadharau kusoma hii Biblia, kila neno yote iko ndani ya hii Biblia. Na hii Biblia kwa kuandikwa ndio tunaweza sema ya kwamba kwa kuanza kutranslate hii malugha, ikuwe Mkiswahili, ikuwe Muangle, ikuwe Mukinushi, ikuwe lugha gani, ndio imeanza kuandikwa na mtu. Lakini kichwa ya hii Biblia kuanza kuandikwa imeandikwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anajia watu ili waandike hii Biblia. Yaani hii Biblia usikamate ya kwamba ni kitu yani kenye kiko tu hapo tu kina maana. Hii Biblia ni neno ya Mungu. Ni neno ambayo inatufanya tuweze kushimama, tuweze kujua kwamba Mungu iko nasi, tuweze kujua kwamba nimezaliwa upya, natembea hivi. Neno ya Mungu inaniambia nitembee hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio, kukua kiroho nayo ni ya maana. Kukua nayo kiroho ni ya maana, lakini ukikua tu kiroho bila ya hii neno ya Mungu, ujue kwamba unakuwa kiroho ya side nyingine. Unakuwa kiroho ya side nyingine kwa sababu wewe unakuwa unafuata maneno yako ama akili yako yenyewe inakutuma. Na kukua kiroho, kila mtu anatakiwa kuwa kiroho. Kila mtu anapaswa kuwa kiroho kwa sababu tuko na roho. Sisi tuko na roho. Na saa yenyewe unakuwa kiroho, wewe mwenyewe kwa ngambo yako ndio utajua ya kwamba mimi niko na roho gani yenyewe niko natumikisha. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio utajua ya kwamba hii roho yenyewe niko natumikisha kweli ni roho ya Yesu ama ni Roho Mtakatifu mwenyewe niko natumikisha. Kwa sababu matendo yenyewe niko natembelea hapo, mbona iko sawa vile iko nje na neno ya Mungu? Mbona yenyewe niko nafanya, mbona iko sawa vile iko nje na maneno ya Mungu? Wewe mwenyewe ndio unapaswa kuwa na vifanya hapo kazi, kwa sababu hata uende kukanisa wa kuhubiri, fanya hivi, tenda hiki, fanya hivi, tembea hivi. Wewe mtu unapaswa utembee hivi. Sometimes hauwezi timiza, lakini ukishakuja huko ndani ya Biblia utafanya matendo yote na utatembea sawa sana venye Mungu anapenda. Hii Biblia inatupatia direction ya kutembea mule mkuzaliwa upya. Inatupatia njia, inatupatia mwangaza ya kujua nimezaliwa upya, natembea hivi na hivi na hivi. Sheria za Mungu zinasema hivi na hivi na hivi. Sheria zote za Mungu ziko huko ndani yangu. Na ndio maana unakuta hata Shetani anakuwa anamvutia sana mtu kutokusoma Biblia, kwa sababu anajua ndio mwenye atatosha njia, atatosha mwangaza ya yeye kuweza kumtembeza. Atapata njia ya ukweli ya yeye kuweza kumtembeza. Ndio maana anakuwa anamvutia mtu kutokusoma Biblia. Kusoma Biblia ni tendo la maana sana kubwa ndani ya kuzaliwa upya. Kwa sababu hawezi niambia kwamba ulizaliwa upya, aseme tu nimezaliwa upya, mimi ndakuwa tu mtu wa kawaida bila ya kusoma Biblia, sitaki. Utakia jikuta ya kwamba hauko tena mwai kuzaliwa upya. Ndio, si tunajua kama ulizaliwa upya tu, tulikuona wanakuingiza mumai na wanakutosha. Lakini wewe kindani, wewe relation yako na Yesu inakuwa haiko kuzaliwa upya. Yesu anakujua ya kwamba ule ni mtu mwenye anakuwaka tu mtu, ule ni mtoto wangu kwa sababu ni mimi ndio nilimuumba, lakini sheria zangu atembelea hapo. Yaani ukishakuwa unatembea na sheria ya Mungu, ile ni maneno ya Mungu inakwambia, sheria ya Mungu inakwambia ya kwamba usiibe, usizini, usisingizie jirani yako uongo, matendo yako ikuwe ya mzuri, kunyumba kwenu unajipelekaka bakoni wanakushuhudiaka ile ndio unakuwa unazaliwa upya. Yaani ile matendo ndio inakuwa inakupresentia kwamba ulizaliwa upya. Haleluya. Kuzaliwa upya ndugu yangu haiko kusema tena tu aliniingiza mumai bakanitosha, hapana. Aseme twende na mimi nibatiziwe juu mtu fulani alibatiziwa. Acha na mimi nibatiziwe. Na kumbuka na mimi nilifanya vile. Nilibatiziwa na siakuwa na sio hata kama nini ndio mimi nabatiziwa hapo. Yaani kitu watu bamingi nao walibatiziwa na mimi nikaenda nikabatiziwa. Ukweli kuzaliwa upya si azaliwa upya.
Nimebatizwa pia kuingiziwa mumai, mimi sijazaliwa upya. Sasa kuzaliwa upya ndio tena nipatia sasa hii yote, hii sheria ni ya kwamba Bwana amesema ya kwamba usiibe, usizini, usitungizie jirani yako uongo. Yaani jinsi unavyojibeba kwa wenzako, unachotaka kutembea kuongea na wenzako, cheka na watu, furahi na watu, yaani tembea na watu, yaani entourage yako basi kwanza wakushuhudie, kwa sababu mtu aliumbwa kwa mfano ya Mungu. Kitu kingine kiko wazi, mtu aliumbwa kwa mfano ya Mungu. Sasa yule mtu sikale naye mu relation ya bien, yaani inamaanisha pia na Mungu naye sikale naye mu relation ya bien, kwa sababu huyu mtu aliumbwa kwa mfano ya Mungu. Na sasa mimi namkosea, relation kwanza yangu na Mungu inakuwa inakatika. Hii kuzaliwa upya inakuwa aieneze pursa za hayo, yaani inakuwa aieneze pourcentage za hayo. Sasa gese venye Yesu anaitaka hivyo. Lakini pinza ni unajua ulikosea mwenzako, ulikosea mama yako, baba yako, ulikosea rafiki yako, ukashuka ukasema hivyo, nimekosea naomba nisamehe. Mama yangu nimekosea naomba nisamehe. Baba yangu nimekosea naomba nisamehe. Relation yako na baba yako hapa kudunia ikikuwa bien. Ukikuwa na relation ya bien hapa kudunia na mama yako bien. Kisha sasa hii kuzaliwa upya iko nenda neneza ile mapursa, kwa sababu inakuwa ni mapursa. Iko tu kwa sababu tunapendeza tu baba yako na mama yako pia. Matendo na sheria ya Mungu pia uipate, nao pia unakuwa unafunga zile fursa. Ndugu yangu, bwana tena tufunguane kidogo kwa sababu ya hiyo. Mungu awabariki. Mungu awatendee miujiza. Na Mungu pia atufungue. Mungu atufungue ili tuendelee na kufundishana vitu vya Mungu, kuhusu matendo ya kuhusu mambo ambayo Mungu anapenda sisi tuendelee hapo. Na mimi niko najifunza ndugu yangu. Niko najifunza maneno ya Mungu. Hakuna mwenye anakuwaka ameshajua sana, kwa sababu kila pakuchapo tunakuwaka tunafunzwa na kuongezwa na nguvu zingine. Pindi unakuwaka unavumilia mu presence ya Mungu, na ndio venyewe Mungu anakuwaka iko na kufurahisha na kukuongezea vitu na vitu na vitu. Uprofeti unakuwaka unaendelea ndani ya Mungu ukizama pia na kupenda matendo yake nzuri, atakutumikia. Uimbaji unakuwaka unaendelea zama tu ndani ya Mungu na Mungu atakutumikia. Bwana wa Bwana, nakushukuru kwa uweza na nguvu na mamlaka ambao Bwana wa Bwana umepatia pia watoto wako kwa kuweza kuwafungua masikio. Bwana wa Bwana, nakushukuru na ndakushukuru pia kwa kusikia watoto wako wanasikia hivi na wanatambua ndani na wanataka kutembea sahihi. Bwana wa Bwana, tunayaacha yote mikononi mwako, kwa sababu wewe unaweza yote na wewe unaweza. Sisi tunakuweka tu kwa kusema kama chombo chako, lakini wewe unakuja kwa kufungua roho ya watoto wako. Fungua roho ya baba, fungua roho ya mama, roho ya dada, roho ya msichana, roho ya kijana, Bwana wa Bwana, ili waweze kusikia. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa sababu ushaka kufuka na katika wafu hatuwezi kutafutia na Bwana wa Bwana. Uko mbinguni kila siku kwa kutuombea rehema Bwana wa Bwana mbele ya baba yetu. Tushukuriwe kutukuza. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, tuombe tukisema